Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Jamani, haleluya. Hebu sasa ukae mkao wa kupokea kile ambacho Mungu anataka tushirikiane leo. Bwana sifiwe. Mungu anataka tushirikiane leo. Kama unaandika ujumbe wetu unasema fanya kwa moyo wa kupenda. Fanya kwa moyo wa kupenda. Bwana sifiwe. Ufanye kwa moyo wa kupenda. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Lakini fanya kwa moyo wa kupenda, kwa moyo wa hiari, bila kulazimishwa. Bwana sifiwe. Mambo ya Nyakati wa Kwanza. Pana mistari mingi kidogo, lakini mama msomaji usome vizuri na kwa sauti ili tuelewe. Mambo ya Nyakati wa Kwanza 29 mstari wa 6 utaishia mstari wa 17. Panazungumza kwa habari ya kufanya kwa hiari. Nitasoma katika jina la Bwana. Mambo ya Nyakati wa Kwanza mstari wa 29 mstari wa 6. 29 mstari wa 6. Ndipo wakuu wa mbari za mababa na wakuu wa kabila za Israeli na maakida wa maelfu na wa mamia pamoja na wasimamizi wa kazi ya mfalme wakajitoa kwa hiari yao. Nao wakatoa kwa ajili ya utumishi wa nyumba ya Mungu dhahabu talanta 5,000 na dakoni 10,000 na fedha talanta 10,000 na shaba talanta 18,000 na chuma talanta 100,000. Na wale walionekana kuwa na vito vya thamani wakivitoa vitiwe katika hazina ya nyumba ya Bwana chini ya mkono wa Yehieli Mgeshomu. Ndipo hao watu wakafurahi kwa sababu wametoa kwa hiari yao wenyewe, kwa sababu kwa ukamilifu wa moyo kwa hiari yao wenyewe wamemtolea Bwana. Mfalme Daudi naye akafurahi kwa furaha kuu. Kwa hiyo Daudi akamhimidi Bwana mbele ya mkutano wote. Naye Daudi akasema, uhimidiwe e Bwana Mungu wa Israeli, Baba yetu milele na milele. E Bwana, ukuu wako na uweza na utukufu na kushinda na enzi, maana vitu vyote vilivyo mbinguni na duniani ni vyako. Ufalme ni wako, e Bwana, nawe umetukuzwa. Ukuu wako juu ya vitu vyote. Utajiri na heshima hutoka kwako wewe, nawe watawala juu ya vyote, na mkononi mwako mna uweza na nguvu. Tena mkononi mwako mna kuwatukuza na kuwawezesha wote. Basi sasa, Mungu wetu, twakushukuru na kulisifu jina lako tukufu. Lakini mimi nami na watu wangu, na ni nani hata tuweze kutoa kwa hiari hivi? Kwani vitu vyote vyatoka kwako, na katika vitu vyako mwenyewe tumekutolea. Kwani sisi tu wageni mbele zako na wasafiri, kama walivyokuwa baba zetu wote. Ni kama kivuli siku zetu duniani, wala taraji ya kukaa hapana. E Bwana Mungu wetu, akiba hii yote tulioiweka ili tukujengee nyumba kwa ajili ya jina lako takatifu, yatoka yote mkononi mwako, na yote ni yako wewe. Nami najua, Mungu wangu, ya kuwa wewe wajaribu moyo, nawe wapendezwa na unyofu.
nami katika unyofu wa moyo wangu nimeyatoa haya yote kwa hiari yangu mwenyewe. Nami sasa nimeona kwa furaha watu wako waliopo hapa wakikutolea kwa hiari yao. Anashangaa, anajiuliza, nasema sisi ni nani hata tukatoa kwa hiari kwa namna hii? Daudi anashangaa. Kwa nini? Alipoambia watu watoe vitu vyao kwa ajili ya kumjengea Mungu nyumba, hawa watu hawakuwa na kinyongo, wakafanya kwa moyo wa hiari, wakafanya kwa moyo wa kupenda, kila mtu kwa kadri ambavyo Mungu amemjalia kutenda. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Kila mtu vile ambavyo Mungu amempa kufanya, wakafanya kwa kadri ya walivyobarikiwa. Anasema sisi ni nani? Na anasema vitu vyote hivi tulivyotoa mbele zako vinatoka kwako. Hakuna mtu aliye na vitu vyake. Vitu tulivyo navyo vimetokana na Mungu. Aliyekupa wewe ndiye aliyemnyima mwingine. Aliyemnyima mwingine ndiye aliyekupa wewe. Kwa maana Mungu anakutaka unapofika kwenye hatua ya kumtolea Mungu, utoe kwa moyo wa kuchangamka, tena kwa moyo wa kupenda, kwa moyo wa hiari, bila kulazimishwa. Wanasifiwe, wanasifiwe. Ziko sadaka ambazo Mungu anaziangalia, sadaka ambazo upangiwi na mtu, unafanya kwa hiari ya moyo wako, kwa kadri ambavyo Mungu amekubariki. Unafikiria jambo la kufanya ili Mungu akuangalie kwa namna nyingine, kwa namna tofauti, unafanya kitu cha tofauti. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Wakatoa kwa moyo wa hiari, tena kwa kupenda, si kwa kulazimishwa. Daudi anasema mimi ni nani na watu hawa ni nani hata tumefanya hivi, tumetoa hivi kwa moyo wa hiari. Bwana sifiwe. Na sadaka yote ya hiari hahitaji mtu ajue gharama yake, hahitaji kujua. Unasoma maandiko vile ambavyo Biblia inamsifia Kornelio, anamwambia sadaka zako na maombi yako na dua zako vimefika mbele zangu na kuwa ukumbusho. Hapo Biblia haisemi Kornelio alitoa kitu gani, kwa nini. Ilikuwa ni sadaka ya hiari, wala haihitaji kupigiwa hesabu. Sadaka hizi Mungu anazitazama. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Hebu kabla sijafika mbali, soma tena Samueli wa kwanza 16, anza mstari wa 7 mpaka wa 13. Soma katika jina la Bwana. Samueli wa kwanza 16 mstari wa 7 mpaka 13. Lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu aangaliavyo, maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana hutazama moyo. Ndipo Yese akamwita Abinadabu, akampitisha mbele ya Samueli, naye akasema, Bwana hakumchagua huyu. Ndipo Yese akampitisha Ishamu, naye akasema, wala Bwana hakumchagua huyu. Yese akawapitisha wanae 7 mbele ya Samueli. Samueli akamwambia Yese, Bwana hakuwachagua hao. Kisha Samueli akamwambia Yese, watoto wako wote wapo hapa? Naye akasema, amesalia mdogo wao, na tazama anawachunga kondoo. Basi Samueli akamwambia Yese, tuma watu wamlete, kwa sababu hatutaketi hata atakapokuja huku. Basi akatuma mtu, naye
ondoka umtie mafuta, maana huyu ndiye. Ndipo Samueli akaitwaa pembe ya mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake, na roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samueli akaondoka akaenda zake Rama. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Unaona hapa Mungu anazungumza na Samueli. Amemwagiza aende kwenye nyumba ya Yese. Na huko kwenye nyumba ya Yese anasema, tazama mimi Mungu nimejitwalia mfalme katika nyumba ya Yese. Halafu Samueli anamwambia Yese, wakusanye watoto wako uwalete hapa. Kwa nini? Mungu anataka kujitwalia mfalme kwenye nyumba hii. Wakati Yese anakusanya watoto wake, akatazama maumbile ya nje, akatazama vile walioumbika, warefu, wanene, wenye mili mikubwa, akijua hawa kwa vyovyote yuko katikati yao ambaye Mungu anamtaka awe mfalme. Lakini wakati anawapitisha mbele ya Samueli, inasema Samueli watazama, kasikia huku ndani Mungu anamwambia, hapana, hapa hayuko mfalme. Kwa nini? Akamwambia Samueli, mimi Mungu sitazami kama wanadamu. Mimi ni Mungu, ninatazama ndani, natazama moyo wa ndani. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Sasa nataka kusema kitu gani hapa? Mungu anapokutumia kufanya jambo, hakutazami kwa muonekano wako wa nje. Mungu anachokitazama kwako, anachungulia moyo ndani umekaaje. Halafu akutumie kwa vitu anavyotaka kulingana na moyo ulivyo kule ndani. Sasa anamwambia Samueli, mimi ni Mungu, natazama moyo wa ndani, siangalii sura ya nje. Kwa unapotumika kwa Mungu, Mungu anatazama kule ndani. Kwenye moyo wako umewekeza vitu gani? Umeweka nini kwenye moyo, alafu Mungu akutumie. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Sasa tunapotumika mbele za Mungu, hatufikiriaji watu watasemaje. Tunachokitazama ni Mungu atasemaje kwa ajili ya utumishi wako. Tafuta Mungu aseme kwa ajili ya utumishi wako. Usitafute watu waseme kwa ajili ya utumishi wako. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Na ndio maana ukisha mtu wa Mungu vizuri, kuna vitu utafanya uhitaji watu wajue. Kwa nini? Vile unavyomfahamu Mungu utafanya tu, hata watu wasipojua Mungu ameshajua. Ndio maana akasema, unapotoa sadaka mkono wako wa kushoto usijue. Kwani sadaka unayotoa haitaki kuwa matangazo. Kwa nini? Unafanya kwa hiari, kwa moyo wa kupenda. Alafu sadaka hizo ndizo sadaka zenye majibu, ndizo sadaka zenye matokeo ambazo hazitangazwi hadharani. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Sasa mchungaji, sasa mbona mwenyewe ulisema tuahidi hapa mbele, mbona tumetangaza? Hapana, Mungu ameshaangalia moyo. Moyo wako umesemaje kabla kutoa, kabla kutamka kule ndani kumesemaje? Ndicho Mungu anadili nacho, ndicho Mungu anakiangalia. Lakini anapendezwa na moyo mkamilifu, moyo uliokamilika. Anamwambia Samueli, mimi naangalia ukamilifu wa moyo. Bila kujali idadi ya sadaka zako, Mungu anatazama kwanza ukamilifu. Mahali pengine kwenye Biblia anasema Mungu anazichukia sadaka za watu. Kwa nini? Zimetolewa ni sadaka ambazo ni za makahaba. Wamezipata kwa ukahaba, wanakuja kuzitoa kwenye madhabahu ya Mungu. Sasa Mungu hawezi kupokea, lazima aangalie chanzo cha sadaka. Hiyo sadaka unaitoa imetokea wapi? Inawezekana umezulumu, umemnyang'anya mtu haki yake, ukaleta sadaka. Mungu anaangalia imetokea wapi. Hizo sadaka Mungu anasema anazigeuzia kisogo, hata hawezi kuzikumbuka. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Anaangalia moyo mkamilifu. Hebu soma tena Mambo ya Nyakati. Rudi nyuma hapo tuliposoma 28 mstari wa 9 na wa 10. Mambo ya Nyakati. Tasoma katika jina la Bwana. Mambo ya Nyakati 28 mstari wa 9 na wa 10.
Amen. Naye Sulemani mwanangu, nawe Sulemani mwanangu, mjue Mungu wa baba yako, ukamtumikie kwa moyo mkamilifu na kwa nia ya kumkubali, kwa kuwa Bwana hutafuta mioyo yote na kuyatambua mawazo yote ya fikra. Ukimtafuta ataonekana, nawe ukimwacha atakutupa milele. Amen. Ishi hapo tu. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Mstari wa 10 anasema, jihadhari basi, kwani Bwana amekuchagua wewe ili ujenge nyumba itakayokuwa mahali patakatifu, uwe hodari ukatende hivyo. Daudi anamuhusia Sulemani mtoto wake, anasema, nawe mwanangu Sulemani, umjue Mungu wa baba yako. Kiswahili kingine ninaweza kusema mumjue Mungu wa mchungaji wenu. Amen. Sahihi kabisa. Ndio, kama mimi ni mtoaji, unatakiwa kuwa mtoaji, usiwe baili. Umjue Mungu wa baba yako ukatende. Bwana sifiwe. Ukamtumikie kwa moyo mkamilifu, lakini ujue moyo wa baba yako ukoje. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Maana pengine anasema, ole wao waandishi na Mafarisayo ambao wanawabebesha watu wengine mizigo, alafu wao hawataki kubeba. Lazima ujue baba yako yukoje, anabeba mzigo au habebe. Ndio maana namwambia wewe Sulemani mwanangu, umjue Mungu wa baba yako. Daudi anajisema kwa ujasiri. Kwa nini? Amejihakikisha vile anavyoishi na Mungu. Umjue Mungu wa baba yako, ukamtumikie kwa moyo mkamilifu. Bwana sifiwe. Anasema wewe, ili ukamjengee nyumba mahali patakatifu, anasema wewe hodari ukatende hivyo. Maana kama Sulemani hatafanya kwa kulazimishwa, alishamjua Mungu wa baba yake. Hawezi kufanya kwa kulazimishwa. Anasema ukatende, ukafanya hivyo, lakini moyo mkamilifu wa kutenda. Umjue Mungu wa baba yako, ujue uelewe Mungu wa baba yako. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Kwa moyo wa kumkubali, kwa nia ya ndani ya kumkubali. Sikiliza nikwambie, kile ambacho unakifanya kwenye nyumba ya Mungu, kila kitu kimewekwa kwenye rekodi. Ufanye kidogo, ufanye kikubwa, chochote utokifanya kimeandikwa, kimeorozeshwa. Ndio maana akasema hazina ya mtu ilipo. Kile unachokifanya kinapoenda, na wewe unaelekea hapo hapo. Maana mtu atalipwa sawasawa na namna aliyotenda. Bwana sifiwe. Mfungua Injili ya Mathayo 13. Anasemaje? Injili ya Mathayo 13:43. Soma tuone huo mstari mmoja, anasema. Soma katika jina la Bwana. Mathayo 13 mstari 43. Amen. Biblia inasema, ndipo wenye haki watakapong'aa kama jua katika ufalme wa baba yao. Mwenye masikio na asikie. Sikiliza, kung'aa kama jua ni gharama. Hautang'aa kama jua bila kujali matendo yako yakoje. Ili ung'ae, zitatazamwa kazi ambazo unazifanya nyumbani mwa Mungu. Kile unachokifanya siku zote ndicho kitakufanya wewe ung'ae kama jua. Maana kama umetaja jua ni utumishi wa kiwango cha juu, utumishi wa level ya juu, hatutafanana kwenye utumishi. Bwana sifiwe. Hatutafanana, lakini kila mtu kwa level yake ndivyo atakavyong'aa. Mahali pengine akasema wale ambao
haki. Yaani iko hivi, simona mimi nimesimama hapa, ninakuhimiza ufanye kwa ajili ya Mungu. Utakapofanya wewe ukafanya vizuri, nina thawabu kwenye hicho ulichofanya. Kwa nini? Ulisikia kutoka kwangu. Sijui kama nimeeleweka. Wanaongoza wengi katika kutenda haki, wao watang'aa kama nini? Kama jua. Kitakachofanya wang'ae ni hiki: kwanza walifanya ya kwao wenyewe, lakini la pili wakakushawishi na wewe ufanye. Baada ya kukushawishi kwenye kule kung'aa